Unaendelea kuisikiliza All Talk FM kupitia masafa ya 98.9 Misenyi, Kagera, Tanzania. Na sasa kaa tayari kwa ajili ya kusikiliza All Talk habari mchana wa leo. Ili tuweze kupunguza vyombo hivyo, tuanze utaratibu wa kama kwenye mataifa mengine kuweka fee unapoingia ndani ya jiji, ili ilete discipline kwamba usiingie jiji kushangaa, uingie kwenye uingizaji wa fedha. Kwa hiyo tunavopanda miti maana yake kwamba tunalinda uhai wa mwanadamu. Kwa kupanda miti ni kulinda uhai wa mwanadamu. Kwa hiyo tuendelee kuwa wamoja katika swala zima la kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Sauti hizo ni miongoni kati ya zile ambazo utazisikia katika mjumuiko wa taarifa yetu tuliyokuandalia mchana wa leo. Na kwa habari na matukio mbalimbali, tutembelee katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii ambayo ni Facebook, TikTok, Instagram na YouTube kwa jina la ATFMTZ. Na usiache kushare, kulike, kusubscribe pamoja na kucomment. Mimi ni Matrida Leopold Morand, nitakayekuletea undani wa taarifa hizi mchana wa leo. Karibu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, leo amewaapisha majaji wa Mahakama Kuu ya Tanzania aliyowateua hivi karibuni kuwa majaji wa Mahakama ya Rufani katika hafla iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam. Majaji walioapishwa ni Imani Daudi Aboud, Rabia Hussein Mohamed, Dr. Yose Joseph Mliambina, Imakulata Kajetani Banzi pamoja na Spirian Focus Mkeha. Majaji wengine ni Yohan Bokobora Masara, Dr. Juliana Laurent Masabo, Abdi Shaban Kagomba na Mzee Ibrahimu Ibrahim, ambao wote wameteuliwa kuhudumu katika Mahakama ya Rufani Tanzania. Uapisho huo unafanyika ikiwa ni sehemu ya kuendelea kuimarisha muhimili wa utoaji haki nchini kupitia Mahakama ya Rufani, ambayo ni chombo cha juu cha usikilizaji wa rufaa hapa nchini. Na sasa turejee mkoani Kagera katika wilaya ya Karagwe. Kamati ya usalama ya wilaya ya Karagwe imetembelea na kukagua miradi iliyopendekezwa kupitiwa na Mwenge wa Uhuru wa mwaka 2026. Lengo likiwa ni kuhakikisha miradi itakayopitiwa inaakisi malengo ya maendeleo ya taifa na kuleta matokeo chanya kwa jamii pamoja na kugusa moja kwa moja vigezo vilivyowekwa. Kamati hii imeongozwa na mkuu wa wilaya ya Karagwe, Mheshimiwa Julius Kalanga Laiza, na imetembelea miradi mbalimbali ikiwemo ya afya, elimu, biashara na uwekezaji, maji, barabara pamoja na kikundi cha vijana kilichonufaika na mikopo ya 10% iliyotolewa na halmashauri hiyo. Mwenge wa Uhuru unatarajiwa kuwasili wilaya ya Karagwe Septemba 4 ya mwaka huu ukitokea wilaya ya Kyerwa. Nako huko Arusha, jeshi la polisi kikosi cha kuzuia wizi wa mifugo STPU makao makuu kupitia doria inayoendelea kwa kushirikiana na maafisa kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi wamefanikiwa kumkamata Bwana Isaya Bobei akiwa anatorosha mbuzi na kondoo 320 kuelekea nchi jirani kwa njia ya magendo bila kibali. Mtuhumiwa huyo alikamatwa akiwa anatorosha mifugo hiyo akiwa na wenzake katika kata ya Kamwanga, wilaya ya Longido, mkoani Arusha. Taarifa zinaeleza kuwa uchunguzi wa tukio hilo unakamilishwa kwa taratibu nyingine za kisheria, na jeshi la polisi limetoa wito kwa wafugaji na wafanyabiashara wa mifugo kuhakikisha wanafuata sheria pindi wanaposafirisha mifugo kwenda nje ya nchi ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza. Sambamba na hilo, jeshi la polisi limeomba wananchi kuendelea kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu, hususan wanaotorosha mifugo bila kuzingatia taratibu za kisheria, kwani pamoja na kwamba wanalikosesha taifa mapato, lakini pia ni chanzo cha kuenea kwa magonjwa ya mifugo na ukiukwaji wa haki za wanyama. Na sasa tuelekee huko mkoani Mbeya. Balozi wa Mazingira Tanzania ndugu Michael Msechu ameshiriki zoezi la upandaji wa miti na kufanya usafi kwenye stendi pamoja na wanafunzi shule ya msingi mkoani Mbeya, akiwa na katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais ndugu Richard Mayunga, katika kuhakikisha wananchi wanatambua umuhimu wa upandaji wa miti.
Akizungumza baada ya kushiriki zoezi hilo, Msechu amesema utunzaji wa mazingira ni muhimu katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, huku akiwahimiza wadau mbalimbali kushirikiana pamoja na wananchi katika suala la kutunza mazingira ili kuboresha maisha kwa kutokana na kutunza mazingira. Kwa hiyo tunavyopanda miti maana yake kwamba tunalinda uhai wa mwanadamu. Kwa kupanda miti ni kulinda uhai wa mwanadamu. Kwa hiyo tuendelee kuwa wamoja katika swala zima la kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia kuendelea kufuatilia dira ya 2050 ambapo inatuhitaji sisi wa Tanzania, sisi wananchi wote tujumuike katika kuhakikisha kuilinda nchi yetu kwa kutunza mazingira. Na sasa tuangazie mkoa wa Manyara. Mahakama ya mwanzo Babati mkoani Manyara imesitisha kesi ya jinai iliyokuwa ikimkabili mtoto Brighton Lucas mwenye miaka 17 aliyeshitakiwa kwa tuhuma za kuiba mbuzi 15 wanaodaiwa kuwa wa aliyekuwa mbunge wa Babati mjini Paulina Gekul. Mahakama ilifikia uamuzi huo baada ya upande wa utetezi kuwasilisha cheti cha kuzaliwa kilichoonesha mshtakiwa ni mtoto chini ya miaka 18 na hivyo kesi yake inapaswa kusikilizwa katika mahakama ya watoto kwa mujibu wa sheria. Kwa upande wake, wakili wa utetezi Tadei Lister amesema Brighton ni mwanafunzi wa kidato cha 4 aliyepotea nyumbani kwa miezi 3 kabla ya kupatikana Babati akifanya kazi. Kwa hiyo ndicho kimetokea leo hapa mahakama ya mwanzo Babati kuhusiana na jambo ambalo linamhusu mtoto Brighton ambaye tutegemea peka kama mtoto, na bahati mbaya kama mahakama ya wilaya mahakama ya mwanzo ya ambalo tuliambia mahakama kwamba hizo kwenda na shauri hilo ile. Na tuma kubwa ni kwamba wanasema ameshiriki kwenye wizi wa mbuzi 83 ambazo ni mali ya huyo bibi Paulina Gekuli, mbuzi 15 ambao na thamani ya shilingi milioni 3, kwamba alipewa kazi kutunza mbuzi kwenye pori moja kwa Sinai, na yeye alishitaki ni kwamba ameibiwa mbuzi 15. Kwa sisi tuko tayari kuendelea kumtetea kijana, tunasubiri ushauri liende kwa kama mtoto, na kama kuna ushahidi wa kutosha kwenye jambo hilo tutakutana naye kwa kama mtoto ili angalau mahakama isikilize ione kama yule mtoto wale ambaye alikuwa kule Meru kwao wakana mtafuta kama kweli aliiba hizo mbuzi kama ambavyo yeye Bi Paulina Gekuli anaeleza jambo hilo hati yake ya mashtaka. Upande wake Hakimu Ahmed Mgondo ameamuru polisi kuandaa hati mpya mashtaka kulingana na sheria za watoto, ambapo Brighton amepewa dhamana huku washtakiwa wengine 2 wakiendelea kushikiliwa. Na sasa ni jijini Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert Chalamila amesema kuna haja ya kuanza kutoza ada kwa magari yote yanayoingia katikati mwa jiji kama ilivyo kwa mataifa mbalimbali yaliyoendelea duniani kote. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Mheshimiwa Chalamila amesema Dar es Salaam ni mojawapo ya maeneo ambayo vyombo vya usafiri vinaingia bure katikati ya jiji. Nafikiri mliwahi kunisikia wakati fulani nikasema nilitania tu, lakini nilikuwa na maanisha ni ule utani wa kweli kweli. Nilikuwa nasema ukiruhusu Kakorola kana namba A isitafsiriwe kwa tafsiri sisi. Dar es Salaam ni maeneo ambayo vyombo vya usafiri vyote vinaingia for free katikati ya jiji. Ukienda nchi yoyote ile iliyoendelea duniani kote, parking yenyewe watu kufika pale London uruhusiwi kuipaki kwa muda zaidi ya saa 1. Wewe umekwisha ondoa gari lako. Sisi kwetu ukutoka Kibaha mtu anaingia, anapaki popote, anaweza kaacha gari hapa kaenda mpaka Dodoma, hajatoa taarifa, gari ameleta pale pale, halafu karudi. Kwa hiyo nini manake? Ni kwamba lazima ili tuweze kupunguza vyombo hivyo, tuanze utaratibu wa kama kwenye mataifa mengine kuweka fee unapoingia ndani ya jiji, ili ilete discipline kwamba usiingie jiji kushangaa, uingie kwenye uingizaji wa fedha. Na sasa tuangazie katika anga za kimataifa. Mapigano makali yanaripotiwa kuendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Mapigano hayo yameripotiwa katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Hayo yanajiri wakati ambapo nchi hiyo inakabiliwa na mlipuko mkubwa wa ugonjwa wa Ebola ambao umeibua tahadhari ya kimataifa kutoka shirika la afya duniani WHO, ambapo Wizara ya Afya ya Kongo imesema watu 204 wamefariki dunia na zaidi ya visa 867 vinashukiwa kuhusishwa na ugonjwa huo. Maafisa wa usalama wanasema makombora yalilenga uwanja wa ndege wa kimkakati wa Kisangani unaotumiwa na jeshi la Kongo, huku droni 2 zikidunguliwa bila kusababisha madhara.
Waasi wa M23 wamekuwa wakishambulia mara kwa mara miundombinu ya kijeshi katika eneo hilo. Sasa mchanganyiko wa vita na mlipuko wa Ebola unaongeza hatari ya kibinadamu na changamoto za usalama mashariki mwa Kongo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano yoyote ya kumaliza mzozo na Iran yanapaswa kujumuisha nchi zaidi kwenye makubaliano ya Abraham yaliyosimamiwa na Marekani. Trump amesema makubaliano yoyote ya kumaliza mzozo na Iran yanapaswa kujumuisha nchi zaidi kwenye makubaliano ya Abraham yaliyosimamiwa na Marekani kwa ajili ya kuimarisha uhusiano kati ya Israel na mataifa ya Kiarabu. Amesema mazungumzo yanaendelea vizuri na amezitaja Saudi Arabia, Qatar, Pakistan, Uturuki, Misri na Jordan kama nchi zilizopaswa kujiunga haraka na makubaliano hayo. Hata hivyo, Saudi Arabia imesisitiza kuwa itahitaji kwanza kuona njia ya wazi ya kuanzishwa kwa taifa la Palestina kabla ya kuhalalisha uhusiano na Israel. Pakistani nayo imesema msimamo wake haujabadilika na bado haina mahusiano ya kidiplomasia na Israel. Pendekezo la Trump limeibua pia mjadala ndani ya chama chake cha Republican na linaweza kuongeza ugumu katika mazungumzo yanayoendelea kuhusu Irani na usalama wa Mashariki ya Kati. Wakati huo huo, jeshi la Marekani limesema kuwa lililenga vituo vya kurushia makombora kusini mwa Iran pamoja na boti zilizokuwa zikijaribu kutega mabomu ya majini. Mwisho wa taarifa za kimataifa, na sasa tuangazie taarifa za biashara na uchumi. Mkoa wa Ruvuma uliopo kusini mwa Tanzania umeendelea kujizolea umaarufu mkubwa na wa kihistoria katika sekta ya madini hapa nchini baada ya makaa ya mawe Ruvuma kutinga soko la Afrika na Asia. Hatua hii inakuja kufuatia kasi kubwa ya uzalishaji na usafirishaji wa madini, ambapo makaa ya mawe ya Ruvuma yanayochimbwa katika wilaya ya Mbinga, Songea na Nyasa yamefanikiwa kufungua milango ya masoko makubwa katika nchi mbalimbali za mabara ya Afrika na Asia. Katika kipindi cha mwaka wa fedha wa 2024-2025, zaidi ya tani milioni 3.6 za nishati hiyo zimezalishwa, na ongezeko hilo la uzalishaji sio tu limeongeza pato la taifa, lakini pia limekuwa kichocheo kikubwa cha uzalishaji wa ajira, ukuaji wa biashara za ndani na uhamasishaji wa matumizi ya nishati safi na mbadala kwa jamii inayozunguka migodi hiyo na nchi kwa ujumla. Na kufikia hapa ndo mwisho wa All Talk habari mchana wa leo. All Talk habari tena itakujia saa 10 kamili jioni. Usiache kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kama ATFM TZ kwa habari na matukio mbalimbali. Na usiache kushare, kulike, kusubscribe pamoja na kucomment. Mimi ni Matrida Leopold Morant.